Hujambo na karibu. Huu ni Mshike Mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Bodi ya Ligi Tanzania TPLB imetangaza majina ya waamuzi kutoka Misri ambao watachezesha mechi ya watani wa jadi Young Africans dhidi ya Simba ambayo itachezwa mwishoni mwa juma hili. Huo ni mchezo namba 184 wa ligi kutoka NBC ambao awali ulipangwa kuchezwa Mei 8. Kwanza utakumbuka Machi 8, lakini pia baadaye mchezo huo ukasogezwa mbele kufikia Juni 15 na hatimaye kuletwa Juni 25. Lakini mwaka huu tunazungumza mengi kuhusiana na mtanange huo watani wa jadi, lakini katika hayo sasa ni hili la kuleta waamuzi kutoka nje ya Tanzania, kama ambavyo ofisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda ambaye hapa anataja waamuzi pamoja na sababu kwa ujumla. Waamuzi wanne wa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya Young Africans Sports Club na Simba Sports Club ni waamuzi kutoka nchini Misri, ambao mwamuzi wa kati ni bwana Amin Mohamed Amin, na mwamuzi msaidizi namba 1 ni Mahmoud Ahmed Abo. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni Samiri Gamal Saadi, na mwamuzi wa akiba ama fourth official ni Ahmed Mahrous. Hawa ndio waamuzi wanne wa huo mchezo ambao watasimamiwa na mtathmini wa waamuzi ambaye pia ni mkufunzi wa waamuzi wa CAF na mjumbe wa kamati ya waamuzi ya CAF ambaye anafahamika kama Ali Mohamed, raia wa Somalia. Kwa hiyo hawa ndio ambao watakuwa waamuzi wetu kwa mchezo huo ambao unakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 25 mwaka huu 2025. Ukiachana na mwamuzi wa kati, waamuzi wasaidizi wawili kwa maana namba 1 na namba 2 na mtathmini wa waamuzi pamoja na mwamuzi wa akiba, maofisa wengine wote watatoka Tanzania na tutawatangaza kesho mapema. Sasa hapo unajaribu kumzungumzia media officer, general coordinator namba 1, general coordinator msaidizi, security officer, maofisa wa masoko, msimamizi wa kituo na kadhalika. Naam, ni Karim Boimanda huyo, ofisa habari wa TPLB, na kwa sasa tunaungana na Taha Kizuki, Mtanzania ambaye anaishi kule Misri. Tuzungumze naye katika kuhusiana na hili. Taha, pengine watu wanatamani kujua kwa waamuzi ambao wamepewa dhamana ya kuja kuchezesha dabi ya Kariakoo, ni kwa namna gani wamekuwa wakitumika katika mechi za ligi kuu soka huko Misri? Hawa ni waamuzi ambao wanategemewa katika ligi kuu soka hapa Misri, na ni waamuzi ambao wanafanya vizuri, na pia ukiachana na ligi ya Misri pia ni waamuzi pia ambao wanategemewa hata na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Wamechezesha mechi mbalimbali na kusimamia na pia kuwa kama waamuzi wasaidizi. Ni waamuzi ambao unaweza kusema kwamba ni wa viwango vya juu. Ndio, na kwa misingi hii, maana ni taarifa ambayo imekuja kidogo ya kushtua, watu wengi hawakutarajia, hasa baada ya kuwepo na tetesi tangu mwanzo, lakini kwenu nyinyi huko mmepokeaje? Kwa kweli ni taarifa ya kushtua. Hata mimi taarifa hizi nimezipata leo mida hii ya asubuhi takriban, nimepata taarifa hiyo nikastuka, lakini hata hivyo nikawasiliana na wenzangu ambao pia ni mashabiki wa soka, wengine wakataka maoni yangu, nikasema kwamba ni vizuri kwa sababu ukiangalia viwango vya waamuzi ambao wamechaguliwa ni viwango vya juu. Angalau pia hapa Misri pia ligi yao ina malalamiko, hata dabi ya hapa mara nyingi haichezeshi na waamuzi wa hapa, lakini tofauti na hivyo pia unaweza kusema kwamba waamuzi hawa katika mechi za wapinzani wa jadi lazima kuwe na malalamiko. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba si kwamba kukataliwa kwao hapa ndio waamuzi wabaya, hapana, ni waamuzi wazuri, lakini kwamba ule upinzani unaowepo kati ya mashabiki wa Zamalek na Ahli au kama uko nyumbani Simba na Yanga ndicho ambacho kinafanya dabi nyingi hapa kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje. Lakini kwamba pamoja kwamba wao hawa hawakubaliki kwa dabi za hapa, lakini kwa dabi ya Tanzania nadhani watakuwa ni munasibu kabisa. Na pia kama nilivyosema, si waamuzi wabaya, kwa sababu kumwangalia kama mwamuzi wa kati Amin Omar, yeye ni mwamuzi ambaye alifungua michuano ya soka ya AFCON ambayo imefanyika kule Ivory Coast, mchezo kati ya mwenyewe Ivory Coast na Guinea. Na pia katika mchezo huo, mchezo wa kwanza, anaonekana kwamba ni aina ya waamuzi ambao ni wakali. Alitoa kadi 2 za njano kwa wenyeji na kadi na nyekundu moja, kwa maana
alitoa umeme kwa Guinea Bissau. Lakini kwa kuwakumbusha tu wa Tanzania, kwa maana wapenda michezo, sisi mara nyingi huwa tunafuatilia wachezaji na timu ambazo tunazipenda, hatuwapekui sana waamuzi. Mwamuzi huyu pia si mgeni kwa wachezaji, baadhi ya wachezaji ambao wanacheza timu ya taifa Tanzania. Alichezesha pia katika AFCON ya Ivory Coast kati ya Tanzania na Congo DRC, mchezo uliopigwa katika finali hizo, mchezo takriban mchezo wa mwisho wa makundi kati ya Tanzania na Congo. Yeye ndiye aliamua mchezo huu. Kwa kweli ni mwamuzi ambaye ni mzuri, lakini pia mwamuzi huyu anaenda kuweka historia, kwa maana pia yeye ndiye ameamua pia mechi ya bingwa wa ligi kuu soka Misri. Ligi ya Misri msimu huu ilikuwa inagombaniwa ama katika kinyang'anyo chake mpaka mechi za mwisho ilikuwa na timu mbili, kwa maana Al Ahly ambao ni mabingwa na Pyramids ambao wameshika nafasi ya pili. Kwa hiyo mechi ya kupata bingwa wa ligi ya Misri alichezesha pia Amin Omar ambaye pia alicheza mechi kati ya Farco na Al Ahly, na Al Ahly kuibuka na ushindi wa bao 6-0 na kutangazwa kuwa ni mabingwa wa ligi kuu soka ya hapa Misri. Sawa, Taha, tunajua ligi kuu soka ya Tanzania bara hapa ipo kwenye ile 4 bora barani Afrika, lakini pia tunafahamu kwa sasa hali ilivyo, namna ambavyo Simba na Yanga zimejipambanua hususan kimataifa. Timu zote mbili zimeshacheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na huko Misri zimekuwa zikija ni kama nyumbani vile. Imekuwa rahisi kiasi gani leo hii unamwambia mtu kuhusiana na dabi ya Kariakoo, dabi ambayo inaonesha ukubwa wa soka la Tanzania baina ya Simba na Yanga hizi kikutana, inakuwa rahisi kiasi gani ninyi kuisemea Tanzania ama kulisemea soka la Tanzania? Dada yangu Fatma, naweza kusema kwamba si kuisemea, kwa sababu ligi ya Tanzania hasa magwiji hawa wawili wa Young Africans na Simba, wao wenyewe hivi sasa ndio wanajieleza katika soka la Afrika. Kwa maana hivi sasa sisi ni sehemu tu kama vile ya kusupport ama kueneza zaidi, lakini Yanga na Simba hivi sasa wao wenyewe wanajieleza kutokana na kile ambacho wanakifanya hivi sasa. Ukiwa mtaani, hawa wa Misri mara nyingi ukishafika mtaani ukiona mtu mweusi, cha kwanza watakuuliza Sudani, kwa maana unatoka Sudan, utamwambia hapana. Utakuuliza unatoka wapi? Anambia mimi natoka Tanzania. Ukimwambia Tanzania, cha kwanza atakwambia Simba au Yanga, kwa maana kwamba hivi sasa soka la Tanzania limekuwa pia likitangaza nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba Simba na Yanga hivi sasa kwa Afrika zimekuwa ni timu tishio, tofauti na zamani. Zamani hizi timu za hapa zikipangiwa na timu za nyumbani, hasa Simba na Yanga wanakuwa kama vile hawana wasiwasi, lakini sasa hivi Zamalek au Ahli au hata timu nyingine kama vile Al Masry Port Said wakiambiwa kwamba wanaenda kucheza Tanzania, basi inakuwa kidogo maandalizi yao yanakuwa tofauti na wakienda kucheza sehemu nyingine. Kwa hiyo naweza kusema kwamba soka la Tanzania au ligi ya Tanzania kushika nafasi ya 4 hivi sasa imekuwa ni ligi tishio katika ligi za ambazo zinasimamiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Shukran sana Taha. Asante sana. Ni Taha Kizuki huyo Mtanzania ambaye anaishi kule Misri, tukizungumza naye kuelekea mechi hiyo ya watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba. Lakini sasa tuangazie maandalizi kwa ujumla kuelekea mtanange huo, ambapo meneja habari na mawasiliano ya Young Africans Ali Kamwe anasema maandalizi kuelekea mtanange huo yanakwenda vizuri, licha kwamba wanafahamu umuhimu wa mchezo wenyewe. Dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Derby yenye msisimko wa fainali. Hii itokee kwenye ligi nyingine, unapata Kariakoo Derby alafu ina msisimko wa fainali, kwamba atakayechapika hapo ndio shughuli yake inakuwa imemalizika.
Lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maana hili tusilisahau. Muhimu sana hili. Maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba wenzetu tunajua wanatafuta sare, wanafanyaje? Tulitengeza mazingira ya kupata sare itusaidie. Sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia tunafika Jumatano, tuna option hizo. Yaani wakati wenzetu wakitafuta endorsement 3 za ubingwa, sisi hata endorsement 1 tunachukua uchampioni. Kamwe pia amewataka mashabiki wa Yanga kujitokeza kwa wingi uwanjani, huku wakihakikisha wanafuata taratibu ambao umewekwa na bodi ya ligi juu ya tiketi walizokata Machi 8 ambazo zitatumika Juni 25. Wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi 8, yani ile kadi ulishindwa kuitunza, huna pochi, huna kabati, huna lolote, bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Ileweke vizuri hapo. Yaani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale. Unayojua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza. Utaratibu huu tofauti mwingine kwa wasumbufu. Bodi muutafute na shauri. Mtu akijua ana uhakika, yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maana unajua mlango tuliofungua au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo. Mimi nilikata. Nitafute humo 07 uwe na uhakika nayo. Ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda, na siku ya mchezo jinsi gani NCAD na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu. Mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu geti A na geti B, si ndio? Yale mageti muende pale mtakuta deski maalum. Kwa upande wa NCAD wao wanasema kuelekea mchezo huo tiketi ama kadi ambazo zimetumika au zitaendelea kutumika ni zile ambazo za mashabiki waliokata, lakini pia kwa wale ambao wana changamoto wanaweza kufika mapema tu kwenye ofisi zao kwa ajili ya utatuzi. Mashabiki wetu walikata tiketi zikatumika siku ya mechi iliyoahirishwa ya tarehe 15. Kwa tiketi zile zote wale ambao walikata tiketi zao wakaingia uwanjani, NCAD huwa tuna utaratibu wa ndani, utaratibu maalum unafanyika kwa ajili ya kufanya reverse kadi zote ambazo zilitumika ili ziweze kutumika tena. Kwa hiyo kwa wale ambao mashabiki walikuja ile siku wakaingia uwanjani, kadi zao zilifanyiwa uhakiki getini, kadi zile zile zitatumika tena. Lakini kwa upande wa wale waliopoteza kadi zao, nitoe rai kwa mashabiki wetu wote Tanzania nzima ambao wamepoteza kadi zao, wanaweza kuja kwenye ofisi zetu za ubalozi wa Ufaransa tuweze kufanya swap ticket. Zile kadi tutaziswapu alafu zitatumika tena. Lakini kwa wale ambao hawajui namba zao walizokuwa wamesajilia zile kadi, ni vizuri wakawa na uhakika wa kadi namba waliokuwa wameitumia kwenye kusajili kadi ni kadi sahihi, namba sahihi, ili atakapokuja kufanywa ticket swapping iwe ameswapiwa tiketi yake sahihi. Maana anaweza kaja na namba ambayo si aliyonunulia tiketi, ile haiwezi kukupa. Kwa sasa tunaungana na Philip Nkine, mchambuzi wetu wa masuala ya soka. Tutazame hili kwa kina. Kwanza nukta hii ambayo imeishia swala la kadi, tena msisitizo unakuja kwamba wale ambao walishakuwa nao ama pengine walipoteza, walifanya nini, mambo yamepita mengi hapa. Kuanzia yale ya Simba mechi ya kimataifa watu wamehifadhi tiketi. Inakuja hii watani wa jadi watu wamehifadhi tiketi ama hizo kadi. Unaona hiyo changamoto? Kwanza jambo la msingi ni kuhakikishia kwamba kama haujapoteza unayo, ina maana una uhakika wa kwenda kwenye mechi. Lakini kama umepoteza pia unapewa uhakika mwingine ya kwamba una uwezo wa kwenda, ukatoa utaratibu jinsi ile namba yako ilivyokuwa, ukapewa tiketi nyingine ya kwenda kwenye mechi. Hilo kwanza tuwapongeze. Hilo la kwanza tuwapongeze kwanza kwamba ni kitu kizuri, kwa sababu shabiki kama alikata tiketi yake ya kwenda kwenye mechi ile ya kwanza, bahati mbaya ameitumia, unakuja kumwambia kwamba ana uwezo wa kuipata tena, nafikiri ni kitu kizuri. Lakini sasa hivi anaongezeka, anakwenda kwenye mechi ambayo ni finali. Sababu hii tunaizungumzia sasa hivi ni finali, tofauti na ile ya mwanzo kule ilikuwa bado kuna mechi zingine mbele. Sasa hivi timu yako ikishinda inachukua ubingwa. Yeah. Option nzuri zaidi pia na nyingine ambayo tunawapa, kifurushi cha shilingi 28,000 tu. Unakaa zako kuanzia asubuhi mubashara Azam Sports 1 HD. Matangazo huwa yanaanza saa 1
za asubuhi mpaka usiku unashuhudia burudani hiyo ya watani wa jadi mtanange. Lakini umegusia hapa swala la mechi hii sio mechi tu ya ligi, ni kama mechi ya fainali, kwa sababu timu mbili ambazo mmoja anatakiwa kuwa bingwa zinacheza pale. Matokeo ya ushindi, matokeo ya sare yanaweza kuamua bingwa wa ligi msimu huu. Ni mechi ambayo kwenye kizazi hichi nafikiri ni adimu sana kuipata. Sababu hata ukimsikia hata mtu alikuwa anazungumzia kuhusiana na ligi ya Misri, alikuwa anazungumza kuhusiana na ligi ya Misri, anakuambia Ahly wamechukua ubingwa, lakini ilikuwa ni pamoja na kwamba walikuwa wanapambana na Pyramids, lakini ilikuwa ni mechi mbili tofauti. Mmoja anacheza huku, mwingine anacheza huku. Kwa hiyo kulikuwa kuna kitu cha tofauti. Hii ni mechi ambayo kwenye kizazi hichi hawajawahi kuiona. Wanakwenda kutazama kitu kipya. Kwa hiyo atakayelipia kifurushi chake ana uhakika wa kufaidi uhondo ambao utabaki kwenye historia kwake kwa kipindi kirefu sana. Kwa bahati nzuri au mbaya, kila mtu ameingia na kukujua kwa ajili ya kujiandaa na mechi hii. Na mapema leo umemsikia Alikama anasema yeye mwenyewe hajui timu wapi. Lakini kwa burudani unawaambia nini watu ambao wanajua kiufundi? Inaweza ikawa na maana kubwa sana. Na kwanza kwa kupata waamuzi ambao ni kutoka nje ya nchi ni kitu kikubwa, kwa sababu muamuzi aliyeko nafikiri ni muamuzi tofauti na ambao tumemzoea. Ni kitu ambacho mashabiki wakati mwingine unawasikia wanatoa maoni yao, wanahitaji waamuzi kutoka nje. Na ukiwafuatilia ni waamuzi wenye uzoefu, kwa sababu muamuzi wakati huo ameshawachezesha pia Simba na Yanga. Aliwachezesha Yanga na Mamelodi nafikiri ile mechi ya hapa nyumbani ya bila, alafu aliwachezesha Simba na Oroya, mechi ambayo Simba alipoteza dhidi ya Oroya. Kwa hiyo ni waamuzi ambao Simba na Yanga wanawafahamu na wana uzoefu wa kutosha. Huyu wa Somalia ndo amechezesha fainali ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu, ile mechi ya kwanza. Kwa hiyo nafikiri wote hao wana uzoefu wa kutosha kwenye hizi mechi. Kwa hiyo shabiki aende akiwa anaona na kitu kingine. Sasa tunakwenda kwenye daraja lingine la waamuzi wengine ambao tulikuwa hatujawahi kuwaona wakichezesha ligi yetu. Sawa, tukutane Jumatano. Shukran sana. Philip Mkini huyo mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu. Lakini kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii tumekuuliza waamuzi kutoka nchini Misri kuchezesha Kariakoo Derby itakayopigwa Juni 25. Nini maoni yako? Tuanzie na ukurasa wetu wa Facebook. Ambrose Joseph Butilaga anasema kuleta waamuzi kutoka Misri ni hatua nzuri ya kuhakikisha haki na kuondoa malalamiko ya upendeleo. Inaleta heshima na uzito wa kimataifa kwenye mechi kubwa kama Kariakoo Derby. Maria Juma anasema, lakini huyu hapa ameandika naitwa John kutoka Ilemela. Kwangu binafsi ni sahihi kwa sababu moja kubwa ni kwamba mechi ya kuamua bingwa wa ligi ya NBC. Pili, bodi ya ligi wamefanya hivyo kuondolea lawama waamuzi wetu kutokana na ligi yetu jinsi ilivyo, sababu nyingi zikitajwa kuwa ni marefa kwa maana ya waamuzi. Ulimwengu Abel yeye pia amemalizia kuandika maoni yake, lakini kwenye ukurasa wetu wa Instagram Mnyaru anasema kikubwa nafikiri ni pressure na siasa ndani yake, japo bodi imefanya jambo jema zaidi kuleta marefa kutoka nje kwa sababu itapunguza maneno. Gerard, ni jambo zuri, ila inaonyesha pia kuna mapungufu kwa waamuzi wetu wa ndani. Shishi 16 anasema naona tumechelewa sana kufanya huu utaratibu. Derby ndo inatakiwa iwe hivi ili kuepusha upangaji wa matokeo. Tukikamilisha na maoni yako kwa kile ambacho umetuandikia, tukushukuru sana. Huu ni Mshike, tutarejea. Na tumerejea, tuendelee kuangazia mengineyo tulionayo, na bado tunakita kambi kutazama dabi ya Kariakoo, ambapo kwa baadhi ya mashabiki wa Young Africans hapa Dar es Salaam, wao wametamba kwamba wanakwenda kutangaza ubingwa wa ligi kuu soka ya Tanzania bara hiyo Juni 25 katika mchezo ambao watacheza dhidi ya watani wao wa jadi, wakiamini wanakwenda kusaka ushindi mnono kwenye kikosi chao. Nachosema wanachama, wapenzi wa Yanga, wale mashabiki ambao kateni tiketi, hii mechi ipo, kateni tiketi kwa wingi, hii mechi ni ya kwetu, hakuna lolote wala hivi. Twendeni kwa Mkapa tukamuue mnyama. Ipo mara mbili, unampiga mtani afu unachukua ubingwa, na sio kumpiga mtani tu, yani tunampiga kwa kishindo. Simuona tumeanza na ngapi? Tumeanza na 5. Kwa hiyo zile 5 zile zimeanza kwa Prison, ikaja Dodoma, kwa hiyo tunajua zinapoenda kuishia. Tulipoanza ndio tutapomaliza. Watani hawachomoki tarehe 25, hawachomoki hata kwa dawa, kwa sababu tumeshajipanga kwa kutosha. Viongozi wetu wamejiandaa, wachezaji wetu wamejiandaa, kila idara tumekamilika kwa sasa hivi. Hatuogopi dabi wala tutishiki. Tunajua kabisa tarehe 25 Jumatano tunawafunga goli 5. Waandae kabisa TFF maandalizi yetu ya kuchukua watu kabisa kombe letu tarehe 25. Ushindi lazima uwepo kwa sababu Yanga kwanza naiamini.
Yanga yangu haijawahi kuniangusha hata siku moja. Kokote ninapokwenda natamba nayo, navimba nayo, naanguka nayo, naamka nayo. Kombe la kwetu, ushindi wa kwetu, Yanga Afrika. Nao mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wanasema kuelekea hiyo Juni 25 dhidi ya watani wao wa jadi Young Africans ni muhimu kupata ushindi ili kuvunja uteja pamoja na kutoa kombe hilo la ligi msimu huu. Tumekosa fainali moja ya shirikisho. Hii ni fainali nyingine. Sometime iko dabi lakini fainali, na tumejiandaa vizuri sana. Vita akili. Kimya kingi kina mshindo. Kwa hiyo unaweza kuona kama kuna kimya, lakini mwisho wa siku sisi mechi tunaitaka na tupo na tunaenda kucheza Jumatano. Unajua ukiwa timu kubwa, namba yako ikiwa kubwa, lazima mambo yako nayo yaende kikubwa. Ukimwona mtu anapiga kelele, bado huyu katika ringi hata ya mpira bado yuko chini. Kwa hiyo sisi ni maisha ambayo tumeyazoea kwenye maisha ya mpira. Kwa hiyo namba yetu iko juu na tunakwenda kikubwa. Yanga tunaenda kumfunga pale tarehe 25. Tuna wasiwasi na mechi. Timu yetu iko vizuri, ndio basi hatuna mabango ya matangazo sisi. Wao ndio wenye mabango ya matangazo, sisi nataka tushinde, ndio tuchukue ndoo, basi ndio kitu cha msingi kitu sisi kilivyo. Dabi ya tarehe 25 mara nyingi dabi wa aina mwenyewe. Ingawa umeshatupiga mara 4, lakini sasa hivi Mungu akitupendelea na sisi tunaweza tukalipiza kisasi tukapata ushindi. Bila shaka unakumbuka kuwa huo ni mchezo wa kiporo, na hiyo ni baada ya raundi 30 za ligi kuu soka Tanzania bara kukamilika kwa timu zingine zote, na hiyo ni baada ya jana mechi zikichezwa na Azam TV kuonesha mubashara mitanange yote. Lakini kwa upande wa bodi ya ligi, tukirejea hapa, yenyewe imetoa tathmini ya michezo hiyo yote, na wanasema michezo ilikuwa na ubora wa hali ya juu na imefanya raundi hiyo kumalizika bila kuwa na kelele wala tatizo lolote. Burudani imepatikana kiwango cha juu viwanjani, ushindani, watu wameenjoy kweli kweli. Lakini kubwa zaidi upande wa matangazo, tumeshuhudia michezo yote 8 ya mzunguko wa 30 kupitia Azam TV. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana kwetu. Ili jambo la michezo 8 yote kuwa live muda mmoja halipatikani sana hapa barani Afrika. Sio jambo ambalo linapatikana maeneo mengi. Kwa hiyo ningepaswa kutumia nguvu kubwa hapa kuelezea namna michezo ilivyokuwa, namna ushindani ulivyokuwa kiwango cha juu, burudani, kama hiyo michezo ingekuwa haikwenda hewani. Lakini kwa sababu watu wameishuhudia, sina haja kutumia nguvu. Kila kitu kiko wazi, watu wameshuhudia burudani, wameshuhudia ushindani viwanjani, usimamizi ulio bora kabisa, ambapo tulisema hapo awali kwamba tutatumia maofisa ambao wametuthibitishia uwezo kwenye msimu huu. Wale ambao walisimamia michezo yao kwa ubora mkubwa ndio ambao tutawapatia michezo hii ya mwishoni. Kwa hiyo tumetamatisha mzunguko 30 kwa uzuri mkubwa kabisa, na kila kitu kimekwenda sawa. Kule CCM Mkwakwani Tanga, timu za Coastal Union na Tabora United zenyewe zimemaliza msimu kwa sare baada ya kukutana kwa dakika hizo 90, na mwandishi wetu Mariam Shedafa akiwa miongoni mwa shuhuda wa mtanange huo, na hapa wanatoa tathmini yao kwa namna msimu mzima ulivyokuwa. Kwa matokeo hayo ya sare ya 1-1 imepelekea Coastal Union kumaliza ligi ya NBC ikiwa nafasi ya 8, huku Tabora United ikiwa nafasi ya 5. Kikubwa tu kwanza maandalizi haswa ya ligi yasiwe ya kulipua. Kingine watu wakae watafute walimu, hayo mwalimu wasiwe walimu, kwa sababu kikubwa utaangalia kosi tumemaliza ligi tukiwa na walimu 4. Sasa huyu anakuja na style yake, unasema tupige mbele, huu tuposesi, huu tuanze nyuma. Kwa hiyo hichi kikubwa watu wasajili timu ya kushindana, tusitiane pressure. Kikubwa timu ina maandalizi mapema, na walimu tuangalie, waje walimu wafundishe mpira na viongozi wawe na subira kidogo. Kikubwa ambacho pia tumetukosi hapa ni walimu kuwa wengi. Narudia tena, kila mtu ana style yake ya ufundishaji. Nasema ligi msimu ni ngumu, tena ngumu haswa. Angalia hadi watu wa mwisho hujui nani atakuwa 5, nani atakuwa 4, nani atakuwa kwanza, hadi leo haijulikani. Kwa ligi ya msimu huu ilikuwa ngumu haswa, hadi leo wajulikana bingwa nani hajulikani, hadi leo tumejua nani akashuka nani playoff, lakini hadi watu wa mwisho ilikuwa ligi bado ilikuwa ngumu. Labda ndio plani yenu kumaliza kwenye hii nafasi. Nafasi tumesha nafasi ya 4 imeshindikana. Hata jana niongea katika press, imeshindikana nafasi ya 4, basi hata tupate ya 5. Nashukuru Mungu nafasi ya 5 tumepata. Nashukuru Mungu. Nimezungumza na mashabiki wa Coastal Union na kuelezea hali ilivyokuwa kwa msimu huu. Ligi ilikuwa ngumu,
Tumeona timu zote zimejipanga, tumeridhika nayo, japo sio kivile kama tuliokuwa nafasi ya msimu uliopita, lakini pia sio mbaya, tumeridhika nayo. Kwa msimu ujao viongozi watakiwa watafute wachezaji, wasitafute wasiwasi, kwa sababu hata kama wao wanaumia, haki sisi tuateseka kuanzia ndani ya uwanja mpaka mitaani. Wasituletee gasia, atakiwa tuletee wachezaji wenye uwezo, sio mchezaji wa mtu huko ya jambirimbi afu haijaiva ya ungiwa mchuzi. Hatutaki masuala, tunataka mchezaji aje hapa. Wenzetu wanasajili wachezaji wenye uhakika. Usimlete mtu kwa pesa nyingi afika mna uhakika. Gari bila tairi nini aziendi. Coastal Union imemaliza ligi ikiwa na alama 35 huku Tabora United ikiwa na alama 38. Kutoka hapa kwenye dimba la CCM Mkwakwani, Mariam Shedafa, Azam Sports. Huu ni mshike na tutakaporejea. Singida Black Stars watamba kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na Oklahoma City Thunder yatoa ubingwa wa NBA. Naam, karibu. Huu ni mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Tunaendelea kuangazia mengineyo tulionayo. Baadhi ya mashabiki wa Mashujaa FC wameelezea kuridhishwa kwao na nafasi ya 7 ambao kikosi chao imemaliza msimu huu wa ligi, lakini pia na wengine wameshauri kuongezea nguvu kwenye kikosi hicho. Mwandishi wetu Jacob Ruvilo kutoka Kigoma na taarifa ya kina. Kaka, fainali ni fainali. Mechi haitakuwa rahisi kama Watanzania wanavyozania. Mechi itakuwa ni ngumu, na huenda Mwenyezi Mungu alhamdulillah akifanya kitu, basi kombe linakuja Singida. Hamtaamini Watanzania watabaki kushangaa, lakini kombe asilimia 99 mpaka sasa linakuja Singida. Ndio. Kivipi nazungumza kwa ubora wa wachezaji tulionao. Najua wachezaji wanaenda kujituma, nini wanaenda kukifanya kwa Watanzania, wanaenda kuwatizama. Hii ndio tunaenda kumaliza. Hii hamna cha mjomba kina cha shangazi. Tunakwenda kucheza fainali. Kila mmoja anataka tunze heshima. Sisi kwa sasa hivi kabati letu ni jeupe. Tunahitaji kuja hata na kabati moja, basi tuanze kuweka angalau ili msimu tunaanza 2025 tuwe na mtu hapo kidogo. Sisi kama mashabiki wa Singida kwanza tuna uhakika na timu yetu. Timu yetu umeweza kuona leo wamefanya rotation kubwa sana. Wamefanya rotation kubwa sana ambayo wameweka wachezaji wengi, wamewapumzisha wachezaji wengi kwa sababu ya huo mchezo, na tunaamini kwamba timu itaenda kufanya vizuri na tutachukua ubingwa. Lakini timu ya Singida ni miongoni mwa timu kubwa sana hapa sasa hivi Tanzania, na ni miongoni mwa timu yenye wachezaji bora sana. Wanaweza kufanya kitu chochote, na miongoni mwa hivyo vitu vyovyote ni kuchukua ubingwa mbele ya Yanga. Kwa hiyo Yanga wajipange, Singida wanaenda kuchukua ubingwa pale New Amani Zanzibar. Hiyo imani ni kutokana na kikosi. Si unaona kikosi cha Singida Black Stars? Singida Black Stars wana kikosi kizuri. Unaona washambuliaji wao walivyo, Jonathan Soa, unamwona MVC Rupia, lakini viungo wao wako vizuri. Kwa hiyo mimi kutokana na wachezaji wa Singida Black Stars, viwango vyao ndio vinatuaminisha kwamba sisi tunaweza tukachukua ubingwa. Timu yetu tuna wachezaji wana kikosi kipana. Tuko vizuri sana yani, katika mchezaji mmoja yani tuko vizuri kwa sababu tuna kikosi kipana. Kama mnyama mwenyewe alikula 3-1 na ni mtu mzuri. Sembuse Yanga, yani kombe linakuja Singida yani, in short. Kombe linakuja Singida in short. Anashinda bila wasiwasi. Mungu mkubwa. Mwananchi sawa, na sisi wananchi vile vile. Sisi tunatoboa. Okay. Nimejipanga kwa kutoboa. Mashabiki wa Singida Black Star wajiandae kwa kuchukua kombe bila wasiwasi. Wajiandae kuchukua kombe bila wasiwasi. Pamoja atacheza Zanzibar, lakini tutalipokea hata Dodoma, tutaenda kulipokea bila wasiwasi. Tunamaliza msimu kwa mchezo wa kombe la CRDB finali dhidi ya Yanga kule Zanzibar, na kuisha kwa mchezo huu wa leo, tafsiri yake ni kwamba focus yote sasa inahamia kwenye mchezo wa Zanzibar. Kwa hiyo mashabiki na wapenzi wa Singida Black Stars, nipende tu kuwafahamisha kwamba timu yetu itaanza maandalizi haraka kwa sababu muda ni mchache. Mechi tumeona tarehe imebadilishwa mpaka tarehe 29 mwezi huu. Kwa hiyo tutafanya maandalizi hapa kidogo nyumbani, kisha timu itasafiri siku chache zijazo. Tutatoa ratiba yake kamili kuelekea kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo huo, mchezo unaosubiriwa kwa hamu na Watanzania. Ukiachana mashabiki wa Singida Black Stars, Watanzania na Wanaafrika Mashariki wanasubiri kuona mchezo huo wenye msisimko mkubwa tarehe 29 pale katika uwanja wa New Amani. Azam TV kama kawaida yenu, mimi najua
ni wale ambao watashindwa kufika Zanzibar wataipata burudani ya fainali kupitia Azam TV. Kwa hiyo watu waanze kulipia vingamuzi vyao, walipia vifurushi mapema, wasikose burudani. Lakini pia nitumie fursa hii kuwapongeza Azam kwa msimu mzima, kazi kubwa wameifanya. Tumeona ubora wa picha, ubora wa matukio ya kwenye mechi umeongezeka, na hakika kila mtu anapata burudani hata akiwa sebleni kwake. Mmeupiga mwingi Azam TV mwaka huu, na inshallah tunawaombea kila laheri, muendelee kufanya kazi nzuri ili kuendelea kuiboresha ligi yetu. Ila fainali ni Zanzibar, na kila shabiki, kila Mtanzania, kila ambaye anaweza kupata nafasi ya kuitazama burudani asipitwe kupitia Azam TV. Nasi tunasema Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Tukuombe radhi, taarifa hiyo ni kuhusiana na mtanange wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank na sio yale ambayo yanahusiana na Mashujaa. Na hapo umetoka kumsikia Hussein Masanza, meneja habari na mawasiliano wa Singida Black Stars, ambaye akizungumza kuelekea mtanange huo anasema sasa wanahamia huko kwa ajili ya kuhakikisha wanakwenda kuchukua kombe hilo mbele ya Young Africans. Lakini nasi hapa tukupe habari njema ya kwamba benki ya CRDB yenyewe imeanzisha kampeni maalum kwa mashabiki wa soka nchini kuelekea fainali hiyo ya kombe la shirikisho la CRDB Bank ambayo itakutanisha Young Africans, bingwa mtetezi, dhidi ya Singida Black Stars Jumapili ya wiki hii kwenye visiwa hivyo vya Zanzibar. CRDB Bank Federation Cup Super Fun ni fursa kabambe kwa mashabiki wa soka nchini kukwea pipa. Kupitia shindano hili lenye raundi 3, mashabiki watatu kindaki watashinda safari iliyolipiwa na benki ya CRDB kusafiri na timu yao ambayo itachukua ubingwa wa CRDB Bank Federation Cup msimu wa 2024-2025 katika mechi yao ya kwanza ya ugenini ya ligi ya mabingwa Afrika au kombe la shirikisho Afrika. Raundi ya kwanza itakuwa Instagram kwenye ukurasa wa @CRDB Bank Sports na @CRDB Bank PLC, ambapo kila siku kwa siku 10 mfululizo litaulizwa swali, huku kila mshiriki atatakiwa kuweka jibu sahihi kwenye sehemu ya comment likiambatana na timu anayoishabikia kati ya timu mbili zilizoingia fainali. Watu 20 wa kwanza kujibu kwa usahihi wataingia kwenye raundi ya pili. Na raundi ya pili itahusisha washindi 200 kutoka Instagram ambao watatakiwa kufanya miamala kupitia sim banking ili kujiongezea nafasi ya kuingia kwenye draw. Mashabiki wa timu itakayofungwa fainali ya CRDB Bank Federation Cup wataondelewa kwenye shindano na kubaki wale ambao timu yao itaibuka bingwa. Baada ya mchezo wa fainali, mashabiki wa timu itakayoibuka bingwa CRDB Bank Federation Cup msimu wa 2024-2025 wataingia raundi ya 3 ambapo watapewa wiki moja zaidi ya kufanya miamala ya sim banking. Mashabiki 10 kati yao wenye miamala mingi zaidi wataingia kwenye draw ya mwisho ya kupata washindi wa jumla wa 3 ambayo itafanyika na kuonyeshwa live Azam TV. Upo tayari kusafiri na timu yako kwenda kuiwakilisha nchi kimataifa? Follow kurasa za Instagram @CRDB Bank PLC na @CRDB Bank Sports. CRDB Bank, tunakusikiliza. Namna kwa sasa tunamkaribisha Adam Mbwana, huyu ni meneja maudhui ya mtandaoni kutoka benki hii ya CRDB. Karibu sana Adam. Mambo mazuri haya, watu wanatamani kujua ni fursa hii kwa mashabiki kusafiri na timu zao tena kwenye safari ya kimataifa. Inamaanisha nini kwa maneno mafupi? Unajua Fatma bwana, sisi tumezoea kwamba ukiwa na mashindano kama haya unazitaja tu timu au wachezaji, lakini kuna aspect ya muhimu sana ambayo tunaisahau ambayo waga ni mashabiki. Wao wanasahaulika sana zaidi au kuja viwanjani. Tunahisi wameishia pale. Na ndio maana sisi kama wadhamini wa CRDB Bank Federation Cup tumeamua this time around tuwakumbuke nao mashabiki kwa sababu ni pati kubwa sana ya mchezo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mashabiki watatu wa timu ambayo itachukua ubingwa wa CRDB Bank Federation Cup wataenda wataambatana na timu kwenda kwenye, unajua bingwa wa Federation Cup anaiwakilisha nchi kwenye mashindano either ya shirikisho. Yes. Kwa hiyo ile timu itakayochukua ubingwa kwenye mechi yao ya kwanza, ya mkondo wa kwanza ile ya ugenini, nao watapata fursa ya kwenda nayo. Kwa hiyo ni bonge moja la experience kama unavyoona. Kwa hiyo hapo anachotakiwa kufanya ni kitu gani? Au pengine hata kama hana passport atasaidiwa na vitu vingine kama hivyo? Kama ulivyosikia, shindano lina raundi 3. Raundi ya kwanza inaanzia Instagram, unajibu maswali yako pale ambayo yanahusiana na CRDB, lakini pia unaweka ile timu yako unayoshabikia kati ya Yanga au Singida Black Stars. And then sisi tunachambua sasa. Maswali ni 10 kwa siku 10 mfululizo. Kila siku washindi 20. Kwa 20 mara 10 na maana 200.
wale 200 tunasubiria siku ya fainali ile timu itakayofungwa kwenye fainali na mashabiki nao wanaondolewa. Okay. Kwa maana it's not just about kushinda, lakini pia timu yako uwanjani pia ishinde. Kwa baada ya fainali wale timu itakayochukua ubingwa tunachukua mashabiki wake na wenyewe tunaenda nao kwenye raundi ya pili ya sim banking sasa miamala. Top 10 wenye miamala mingi ndani ya siku 7 wale wanaingia sasa kwenye draw ya mwisho ambayo itafanyika hapa Azam TV. Tembo, toto tembo. Tunajuana. Yes. Lakini pengine umesema umetaja nafasi kubwa hivi karibuni. Tumeona Rais Samia pia akitoa ndege kwa hizi timu za Simba na Yanga zinacheza fainali, lakini pamoja sio kwamba kila mtu anaweza akapata nafasi. Kwa msisitizo na kwa maneno ya kumkumbusha kila aliyopo, hii ni fursa yake, mwambie sasa aanze kuchangamkia fursa hii. Fatuma, kwa kweli fursa ni kubwa na ni nzuri. Kwa sababu unaambiwa hii ni safari ambayo imelipiwa kila kitu na benki ya CRDB. Kuanzia tiketi ya kwenda na kurudi, kuja kwenye maradhi yako utakapofika kule, chakula, tiketi ya kuingilia uwanjani, yani mzunguko ya mule ndani yote pamoja na kiasi kidogo cha pesa mfukoni. Kwa hiyo ni fursa kabambe, mashabiki wachangamkie fursa hii, waweke notification na wa follow page za CRDB at CRDB Bank Sports na ile kubwa ya CRDB Bank PLC. Yes. Zanzibar tunaendaje? Zanzibar sitamani kukuambia sasa hivi kwa sababu nitakuondolea uhondo wote. Lakini wewe jua kwamba hii wiki yote tuko kwenye maandalizi mazito sana. Lakini finali ya Zanzibar mwaka huu itakuwa ni mara 100 ya ile ya mwaka jana. Okay. Yes. Tukushukuru sana. Shukrani sana. Na Adam Mbwana huyo akizungumza mambo mazuri kuelekea nafasi hiyo ambayo wewe uko nayo ya kupata tiketi ama fursa kwenda kuisindikiza na kuishabikia timu yako wakati wa michuano ya kimataifa. Jamani, ni watu watatu, sio mtu mmoja, kutoka CRDB Bank, wadhamini wakuu wa kombe la shirikisho la soka hapa Tanzania. Lakini nilikufahamisha msimu mpya wa Selous Marathon yenyewe umezinduliwa leo, ambapo mwenyekiti wa mbio hizo Imani Kajula anasema lengo la msimu huu ni kuhakikisha wanachochea utalii wa Morogoro, huku wakimbiaji zaidi ya 4,000 wakitaraji kushiriki. Marathon tumekuwa ni mbio ambayo imejikita kwenye kuboresha afya, lakini kukuza vipaji vya ukimbiaji, lakini la tatu ni kwenye eneo la kupromote au kutangaza utalii wa Tanzania. Na Selous Marathon inafanyikia mkoa wa Morogoro, mkoa ambao una vivutio vingi sana vya utalii, ikiwemo mbuga ya Mwalimu Nyerere, ikiwemo Mikumi, ikiwemo maporomoko ya maji ya Sanje, ikiwepo maporomoko ya maji ya Hululu, ule mlima Uruguru wenyewe una vivutio vingi sana. Na Selous, tukumbuke, inafanyika kutokea Morogoro mjini, inapanda ule mlima wa Uruguru kidogo hadi mita 750, tunaita trail run. Na inafika kwenye vijiji vya wakazi wa kule ambao watu wanajifunza tamaduni za watu wa kule juu, wanaona uzuri wa mkoa wa Morogoro, lakini pia kingine tunacho promote ni uhifadhi wa mazingira. Kwa sababu wote tunajua kwamba mkoa wa Dar es Salaam na Pwani unakunywa maji yanayotoka kwenye mlima Uruguru. Kwa ni muhimu sana tukaendelea kupromote umuhimu wa uhifadhi wa mazingira. Naam, ni kufahamisha pia kwamba Oklahoma City Thunder ndio mabingwa ligi ya mpira wa kikapu Marekani NBA kwa msimu huu baada ya kuifunga Indiana Packers katika fainali ya 7 alfajiri ya leo, ikipata ushindi wa alama 103 kwa 91. Ushindi huu umechagizwa kwa kiasi kikubwa na alama 49 kutoka kwa nyota wake Jalen Williams na Shai Gilgeous-Alexander ambaye alichaguliwa kwa nyota wa fainali hizo, huku Packers wakiathiriwa na majeraha ya nyota wake Tyrese Haliburton. Lakini ubingwa huo ni wa kwanza kwenye historia ya Oklahoma tangu kuhamia katika jiji hilo, huku akiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza kwenye ubingwa wa mwaka 2016 dhidi ya Golden State Warriors, tena wakiwa na kikosi imara chenye wachezaji akiwemo Kevin Durant. Naam, michuano ya kombe la dunia la klabu la FIFA imeendelea kupamba moto, huku timu za Botafogo, Flamengo, Juventus, Manchester City na Bayern Munich zikijihakikishia kucheza hatua ya 16 bora kwa kukusanya alama 6 kila mmoja. Michuano hiyo inaendelea leo kwa michezo kadhaa kupigwa, ikiwemo mchezo kati ya Seattle Sounders na PSG, lakini pia usisahau takuletea hapa matangazo mubashara na uchambuzi kama kawaida utaanza majira ya saa 3 kamili za usiku. Lakini Atletico Madrid wao watakuwa vitani pia kusaka hatua hiyo ya 16 bora dhidi ya Botafogo saa 4 kamili usiku. Lakini alfajiri pia mambo yanaendelea. FC Porto
wenyewe wanacheza dhidi ya wawakilishi wa Afrika Al Ahly, wakati Inter Miami ikipepetana na Palmeiras ya Brazil. Na hapa nyumbani tumezungumza na baadhi ya waandishi wa habari za michezo, pengine kupata maoni yao na mtazamo kuhusiana na michuano hii. Vingi ambavyo vimeweza kupewa nafasi kwenda kushiriki kule, lakini tunakutana na timu ambazo kwa maana ya ile kipato ni kikubwa, yani kipato chao ni kikubwa, wanaweza kusajili wachezaji wa gharama. Kwa mfano unaangalia labda kama Wydad ambapo anaenda kucheza na timu kama Juventus, za Man City, ni timu ambazo zina makocha bora lakini miundombinu bora, lakini wamesajili wachezaji kwa kutumia fedha nyingi. Kwa na imani sasa hivi tunaenda kujifunza. Kwangu naweza nikasema ni vile vile kama ambavyo inavyokuwa kwenye World Cup, kwa maana ya kombe la dunia. Timu za Afrika mara nyingi zinapigana mpaka mwisho wa uwezo wake, lakini mara nyingi tunazidiwa na mabara mengine. Ndicho ambacho kinatokea mpaka sasa hivi. Ukiangalia tulikuwa na imani kubwa na timu kama Mamelodi, Al Ahly, Wydad, lakini ukiangalia Wydad inatengenezwa timu mpya. Kwa hiyo kile kinachotokea huwezi kushangaa. Bara la Afrika tumejitahidi, kuna kitu tunakiona. Na hii michuano inatuonyesha ni kwa kiasi gani sisi tulipo na tunaelekea wapi. Pengine bila michuano hii tusingeweza kuona kwa kiasi gani hizi timu ambao ni majanti kwa upande wa Afrika wanaweza kushindana vipi na timu kutoka bara la Ulaya. Kwa hiyo zimeonyesha uwezo mzuri. Kikubwa pia ni muda sasa wa kuweza kufanya usajili mzuri, kwa maana ya kwamba timu kama Wydad Casablanca, Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns wanaweza kujiona ni kwa kiasi gani wachezaji ambao wanao wanaweza kuwasaidia vipi katika michuano ile ya kimataifa, hasa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ndio tumefikia tamati ya Mshike Mshike. Kama kawaida, nikukumbushe miongoni mwa taarifa zetu: waamuzi kutoka Misri kuchezesha dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba; mashabiki kutumia viingilio vya Machi 8 katika mchezo unaofuata wa watani wa jadi; na Oklahoma City Thunder yatoa ubingwa wa NBA. Kwa nukta hiyo tukushukuru sana kwa kuungana nasi hapa katika Mshike Mshike. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi hiki, mimi ni Fatma Abdalla Chikayo. Siku mwema.